Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Araghchi, aliweza kuongea wakati akitoka kwenye mkutano wa Geneva uliofanyika kwa ajili ya kujadili kile kinachoendelea kati ya vita ya Iran pamoja na Israel. Waziri huyu alisema ikiwa Marekani itaingia katika vita kuisaidia Israel kupambana na Iran, anasema itakuwa ni mbaya sana. Anasema italeta tatizo kubwa sana duniani. Anasema wajiandae. Sasa nitakuelezea hapa kwa nini amesema hivi. Kabla sijaelezea, mkutano wa Geneva uliofanyika ni kwamba ni nchi za Ulaya ziliweza kukutana na Iran, na lengo la kukutana hapo Swiss Geneva ni kujadili na waziri wa Iran kuhusiana na kukomesha machafuko hapo Mashariki ya Kati. Sasa Iran wao walisema wako tayari kusitisha, lakini usitishaji wao wa vita ni pale tu Israeli itakapokuwa ameacha kuishambulia Iran. Anasema kama hatoacha na wao hawatoacha, wataendelea kushambuliana. Chingine alisema hatokubali katika mazungumzo yoyote Marekani kuhusishwa katika mazungumzo yao wala kusimamia mazungumzo yoyote ya amani, kwa sababu Marekani na yeye ni muhusika wa hivi vita, anaisaidia na kuisupport Israeli kwa majeshi, kwa silaha na kwa kila kitu. Sasa tuje hapa ambapo kwa kauli ya Araghchi, huyu waziri wa mambo ya nje wa Iran, kwamba itakuwa ni mbaya sana. Wacha nikuweke wazi, ubaya utakuwa ni mkubwa na itaihusu dunia nzima, kwa sababu pengine hii inaweza kwenda kuelekea kwenye vita ya 3 ya dunia. Kwa nini? Iran kuna maslahi makubwa sana ya Urusi, kuna maslahi makubwa sana ya China. Marekani na Israel na wenyewe wanaitaka Iran kwa sababu wamekosa maslahi pale kwa muda mrefu. Na ikumbuke Iran ni mtu wa pili kwa uzalishaji wa mafuta duniani. Mbali na hivyo, pale kuna mpaka ambao kuna mfereji ambapo ndio unapita ama hizi za mapipa yote ama meli zenye kubeba mafuta huwa zinapitia. Sasa pale ndio kuna mlango ambao Iran ana uwezo wa kucontrol. Kama akiufunga, basi dunia nzima itaathirika. Kwa hiyo Iran ni sehemu muhimu sana kwa maslahi aidha Marekani au kwa maslahi ya Urusi na China. Sasa Marekani maslahi pale hawana maslahi, kwa sababu Marekani na Iran hawaelewani, na kama ilivyo kwa Israel na Iran pia hawaelewani. Sasa ikumbuke China amejenga miundombinu ya reli kutoka kwake mpaka kufikia katika taifa la Iran. Ametumia matrilioni ya pesa kwa ajili ya kukamilisha mradi huo, ili mradi aweze kupata mafuta kutokea katika taifa la Iran. Urusi na yeye pale amewekeza katika bandari za Iran na mambo ya masuala ya kisayansi. Mfano kama mradi huu wa utengenezaji wa nuclear, Urusi naye ameingia mkataba wa matrilioni ya pesa kutoka katika taifa la Iran. Sasa Araghchi alikuwa na maana hii, ikiwa Marekani ataamua kuingia kwenye vita hivi kwa ajili ya kuisapoti Israel kuipiga Iran, ana uhakika kuna mataifa mengine na yenyewe yataingia kwenye hii vita kwa ajili ya kupambana ama kumsaidia Iran. Na mataifa hayo ni China lazima ataingia na Urusi lazima ataingia. Alafu ikumbukwe Araghchi siku ya Jumatatu atakuwa na mkutano na Putin wa Urusi. Hatujajua ataenda kujadili nini, lakini Putin mwanzoni alisema ama aliulizwa kwa nini hujaingia kwenye hii vita, akasema ni kwa sababu sijaombwa. Akasema kwa kuwa hawajaniomba vita wanaimudu, mpaka watakaponiomba basi tutaingia na sisi vitani. Lakini pia alisema kama Israel na Marekani lengo lao halitokuwa ni nuclear kwa Iran, lengo lao itakuwa ni kubadilisha utawala wa Iran, basi na wao itawalazimu kuingia bila kuombwa. Wanasema hatutosubiri kuombwa na Iran kwamba tuingie kwenye vita, tutaingia miguu yote. Hata kama tuna vita huku Ukraine, lakini tutabidi tuingie tu kwenye vita, kwa sababu Iran ina maslahi makubwa ya Urusi. Kwa hiyo Urusi hatakubali maslahi yake kuvunjika, kwa sababu lengo la Marekani na Israeli ni kuiangusha serikali ya Iran, kwa sababu serikali ya Iran inaendeshwa kwa tamaduni na sheria za Kiislamu. Sasa wao wanataka waweke utaratibu, waiangushe serikali, waweke watu wao watakuendesha serikali hiyo kwa ajili ya maslahi ya magharibi.
Kwa hiyo hili jambo ni zito kweli kweli. Sasa kama China ataamua kuingia, Urusi ataamua kuingia, maana yake na Marekani akiingia kwenye vita, ukumbuke Uingereza na yeye lazima aingie kwenye hii vita kwa ajili ya kumsapoti ndugu yake ambaye ni Marekani. Kwa hiyo in short, nafikiri hapo utakuwa umeelewa ni kitu gani kitatokea. Vita itakayopigwanwa na Urusi waongeza na Mchina, alafu ipambane dhidi ya Israel, Marekani pamoja na Uingereza. Manake zikishahusisha tayari vita hivi, tayari manake hii ni vita ya dunia, kwa sababu haya ni mataifa makubwa sana. Na ndio maana unamwona Donald Trump bado anaendelea kufikiria, ingawa uwezekano wa yeye kuingia kwenye vita, kwa sababu hawezi kumwacha Israeli, kwa sababu Israeli ni maslahi yake makubwa, na amekuwa akifanya naye, kushirikiana naye katika mambo mengi kwa miaka mingi mno. Kwa hiyo kumwacha sio rahisi. Kwa hiyo kuna asilimia kubwa ya Marekani kuweza kuingia kwenye vita hivi kuisaidia Israel. Issue inayotokea sasa hivi ni kwamba huko nchini Marekani kuna vurugu ambazo zinaendelea kutokea za serikali. Hii ni baadhi ya wabunge kuipinga sana ama kumpinga sana Donald Trump, baada ya Donald Trump kuonyesha hisia zake za wazi kuingia katika hii vita. Na hii ndio inalochelewesha kwa Donald Trump kufanya maamuzi, kwa sababu ndani ya serikali yake anapingwa sana. Baadhi ya maseneta wamenyanyuka juu na kumpinga Donald Trump, wakisema kwamba wakati yuko kwenye kampeni zake alisema ataifanya Marekani iwe ni nchi ya amani, ataiondoa katika vita vyote, atataka kutengeneza uchumi wa Marekani. Lakini ni kama hali imebadilika. Trump anataka kuingiza Marekani kwenye vita, tena sio vita ndogo, vita ya ulimwengu, kwa sababu Marekani kuingia pale itakuwa ni vita ya ulimwengu na ni vita ya dunia nzima. Hichi ndicho kinachotokea sasa hivi. Ndio maana unamwona Trump bado anafikiria, amejipa wiki mbili, bado anafikiria kweli kweli, kwa sababu akiingia kutoka ni ngumu. Na kama anawaza kama akiingia kwenye vita, je, Mchina ataingia kwenye vita au Mrusi na yeye ni kweli wataingia kwenye vita? Hicho ndicho kinachomuumiza akili, kwa sababu China ni taifa kubwa sana, Urusi ni taifa kubwa sana, Marekani ni taifa kubwa, lakini yuko na washirika wake ambao ni NATO. Sasa shida ya NATO, wao ni vibaraka tu, nguvu yoyote ya kijeshi hawana, kwa sababu wao wanategemea sana nguvu ya kijeshi kutoka katika taifa la Marekani, ingawa wataingia kumsapoti. Sasa Marekani anawaza kama hawa wakiingia ataweza kupambana nao. Ndio mtihani unapokuja. That's why Donald Trump anajaribu kufanya kuchelewesha, na hii kuchelewesha si kwa ajili ya kuchelewesha, ni kubuy time na kuendelea kufanya uchunguzi kuona kama Urusi na China wanaweza kuingilia katikati ya hii vita. Ikumbuka pia Marekani waliweza kutuma ndege zao kwa ajili ya kufanya upelelezi katika anga ya Iran, lakini zikatunguliwa. Ilikuwa ni kama siku 3 zilizopita, zikatunguliwa baada ya Iran kuzidetect. Alafu huko nchini Iran pia wameshusha mitandao hii ya Facebook, Twitter, yote hii imesimamishwa, ifanye kazi. Imesimamishwa kwa sababu hizo Instagram zote zimesimamishwa, WhatsApp kwamba haifanyi kazi kwa sababu Mossad ama Israel wamekuwa wakitumia hii mitandao kwa ajili ya kuwasiliana na watu wao waliokuwepo hapo Iran, majasusi wao, kwa sababu Iran kuna majasusi wengi wa Israel ambao walikuwepo kwa muda mrefu, na wengine ni raia wa hapo waliowalipa pesa kama utaratibu wa Marekani ilivyo wanapofanya hii michezo yao. Kwa hiyo walizima ili Israeli wakose wa kuwasiliana nao ama wasipate mawasiliano na hao watu wa huko. Hicho ndio kitu kinachoendelea, lakini hali halisi ni kwamba Donald Trump kama ataamua kuingia, basi itamaanisha kuwa ni vita kubwa ya dunia inaingia. Sasa watu wasifurahia, kwa sababu kitakachotokea ikiwa ni vita ya dunia, ikumbuka kwamba uchumi wa mataifa ya Ulaya utashuka sana, uchumi wa Marekani utashuka sana, uchumi wa China pia utashuka, uchumi wa Urusi pia utashuka. Kwa hiyo kitakachotokea katika mataifa yetu ya Afrika, mambo yatakuwa ni mabaya zaidi, kwa sababu mafuta yatapanda bei sana kuliko kipindi chote tulichowahi kuona katika maisha yetu. Pengine katika kuzaliwa kwako hujawahi kushuhudia mafuta kupanda kwa bei kubwa namna hiyo itakavyokwenda kupanda. Kwa hiyo gharama za uendeshaji zitakuwa ni kubwa sana, mambo yatakuwa ni mabaya sana. Nafikiri unafahamu mafuta yakipanda bei hapa, yakipanda tu kidogo mambo yanakuwa magumu. Kila kitu kinakuwa kinapanda bei, vyakula vinapanda bei, mambo ya usafiri yanapanda bei, inakuwa ni hatari kweli kweli. Kwa hiyo hii vita inayotaka kwenda kutokea si vita nzuri sana
Ni kuomba Mungu tu aweze kuizuia, pengine izuilike isifanyike, kwa sababu ikifanyika ikawa vita ya dunia itakuwa ni hatari kwa dunia nzima.